Tumsifu Yesu Kristo. Pole, ningependa kuwa pamoja nanyi mpaka mwisho ya maongeo, lakini sijapata nafasi ya kwenda hata mpaka jimbo, kwa sababu mimi nilikuwa safarini kule South Africa na nilikatisha safari yangu, alafu nikakuja straight kutoka airport mpaka Nerikwa, kwa sababu tulikuwa na misa kule, na niliposikia kwamba kuna mkutano hapa nikasema ni vizuri nikuje. Nimepata nafasi ya kuomba na Wakristo wetu misa takatifu, kwa sababu yale ambayo yalitokea ni mazito kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo hata na mimi bado natafakari yale ambayo yalitokea, kwa sababu nilikuwa naambia watu, mimi kabla ya kuja Eldoret Diocese nilikuwa upande wa Lord wa Turkana. Nilifanya kazi kule zaidi ya miaka 10. Na pia kule kuna shida. Upande wa Uganda kuna Karamoja na Waturkana, upande wa South Sudan kuna Watapoza na Waturkana, upande wa Ethiopia kuna wale watu ambao wanaitwa Merile na Waturkana, na pia upande wa Kenya mpaka wa Turkana na Pokot pia tulikuwa na hiyo shida. Lakini kwa hizo miaka zote nilikuwa kule, haikutokea kwamba padri aliuawa. Imagine wale watu, na ni watu ambao hata hawajaelimika kama sisi. Mimi nilipokuja Kerio Valley niliona kazi nzuri ambayo imeendelea hapa, ambayo ililetwa na wamishonari wetu. Na miaka 2 zilizopita tulikuwa tunasherehekea miaka 50 tangu wale wamishonari Benedictines walipokuja hapa, na waliweza kufanya kazi kuanzia Endo mpaka upande wa Kabulwa, na wakaanzisha mashule, kuna mahospitali, alafu kuna makanisa. Na kama kuna watu ambao wamesoma sana, tukilinganisha hata na wale watu, hata majirani yetu, ni watu wa hapa. Mumepata masomo kwa sababu ya missionary walipokuja hapa, walifanya kazi sana, na walitoka Jerumani. Mimi kabla ya kuenda Turkana nilikuwa upande wa Nakuru, na nilikuwa Vicar General kule Nakuru. Na najua shida ambayo tulikuwa nayo upande wa Tiati, kwa sababu sehemu hiyo iko chini ya Nakuru Diocese. Na tukilinganisha kweli maendeleo ya hapa Marakwet na upande ule, nafikiria kuna I know 1 or 2 secondary schools, the whole of that area. Lakini hapa mulibarikiwa sana. Makanisa, parishes, kwa sababu sisi tunaangalia pia mambo ya parishes. Hapa upande wa Marakwet, we now have, kwa upande wa kwetu, we have about 6 or 7 parishes. We have Endo, juzi tulianzisha Tot, hapa Chesongoch, Mogel, Aror, Kabulwa. Ukienda pande ule, there is only one parish katika Kerio Valley yote, ambayo inaitwa Salawa, kule upande wa Tugen. So kusema kweli kanisa imefanya kazi hapa.
Na wale wamishinari wa kwanza walipotoka hapa, walipoenda, walizeeka wakaenda, basi tukapata hata masista wetu au ambao ni Benedictines ambao wanaendelea. Ukienda Endo wako kule, ukija hapa wako hapa. Alafu pia wakati nilipokuja hapa nikasema ni vizuri pia hata tuongeze maparokia. Ndio sasa tukakuwa na parokia ya Mogel, Kabulwa na Tot. 3 parishes in the valley, together with Endo, Chesongoch na Aroro. Kwa hiyo hayo mambo ambayo yalitokea imekuwa ngumu kwetu. Nimesema hivyo kwa sababu jimbo letu la Eldoret ina cover 3 counties, Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu na Nandi. Na tumekuwa tukituma mapadri kila mahali. Huyu padri ambaye aliuawa alikuja hapa 6 months ago. Still very young. Mimi mwenyewe ndio niliwekea mkono. Kwa hiyo kwa kiroho mimi ni baba yake. So kama vile baba amepoteza mtoto, ni vile hata mimi nasikia leo. Kwa hiyo nilisema asante kwa kunipatia nafasi, kwa sababu sijapata nafasi hata nitembelee familia ya Father Alois kule Nandi. Na nikasema nikuje hapa kwa sababu ili hata mimi nipate kuelewa kwa nini, why was he killed? Alifanya nini? 6 months only. Alifanya nini? Kwa sababu nikifika kule najua wazazi wataniambia, askofu umekuja hapa sasa, kwa nini kijana wetu aliuawa? So mimi naomba sana, nafikiria wale ambao nitaacha hapa mtanipatia jawabu ili niweze kueleza watu wa familia. Why? Padre. Basi nilikuja ili tuombe pamoja na wa Kristo na pia hata na masista. Kwa sababu pia wakati hayo maneno ilikuja kusema we don't want none locals here. Karibu tusema, is that one of the reasons why Father was killed? Because he was not from here. I'm only saying. Najiuliza tu. Na tukifuata hiyo laini, masista wote, hebu msimame masista. They come from, kuna wanatoka Ukambani, wanatoka Nairobi, they come from all over Kenya. So that thing, hiyo kitu, that word is very dangerous. It is very dangerous kwa sababu hiyo sasa ni kama kumaliza kila kitu katika sehemu hii. Kwa hiyo viongozi wetu, niliposikia ni nyinyi mliitisha hii mkutano, nikasema it is good, na hata mimi nitakuja. Kwa sababu sisi kama kanisa, we have tried our best. Tuko na justice and peace. Father, where is Mr. Goske? We have been camping, wanakuja hapa, wanajaribu. Tumefika kila mahali. But it is not, I don't know what went wrong. There is something which is not right. Kwa sababu, tukiangalia yale yote ambayo imefanyika hapa. Why is it that it is not touching the hearts of people? Why? Why can we not end this? Na mimi nilisema kitu kimoja. Kwetu ni hapa Baringo. Na upande huu ni county ya Baringo. Nafanya kazi Eldoret Diocese. Ni watu ambao tunaongea lugha moja. We speak the same language. Kingoloni gote tagenge tugul. So what are these? Nini? Where is the problem? Can we not sit down and be serious once for all?
our leaders, viongozi, wazee, hata marehemu Askofu Korir alifanya kazi hapa sana. Hata kuna mzee mmoja aliniambia before he left kuna kitu sijui what happened because people were not changing. Askofu alikuwa hapa mpaka akasema basi ikiwa ni namna hiyo mimi nitaacha, nitaenda. And since that time we have never had peace here. So ni vizuri pia tuangalie kiigeri kumnye, tuangalie kindani. Let us not maneno, let us go deeper. We are saying it's not business as usual kwa sababu kama padri amekufa, ameuawa, so we have crossed the red line and nobody is safe here. Kwa hiyo watu wa Marakwet, watu wangu, kwa sababu mimi ni askofu wenu, viongozi wetu, sisi zote tutafute a long lasting solution. Na mimi nasema hivi kwa sababu we are not looking for, kama kanisa, we are not here, we are not looking for anything. Hatutafuti uongozi, hatutafuti nini. Tunakuja tu kuwahudumia watu wa Mungu. Kwa hiyo sina mengi cha kusema. Ni kuomba sana kama vile MP alikuwa anaongea hapa, wazee na kila mtu, can we go deeper and really find the real solution which will bring peace here. Kama kuna nchi mzuri sana ni Kerio Valley. All the water, kuna maji. We can do everything. Government, can you put resources here? Isaidie watu hapa. Otherwise tutakuwa tu hapa mark time. It is not difficult. Kwa hiyo kwa niaba ya kanisa nimesikia hizo pole zenu, na mimi mwenyewe nitafikisha ujumbe mpaka kule, kwa sababu jana nilipata ujumbe kutoka mwakilishi wa Baba Mtakatifu akisema what is happening? Is it your diocese where they have killed a priest? Because it has never happened. Is it your diocese? So one thing is, he told me kwamba tell those people that Father Alois needs justice to be done. Justice, haki. Afanyiwe haki. And I think the first one ni kujua ni nani aliua na ni kwa sababu gani. Ya pili, kwamba maisha yake, damu yake, kama vile MP alisema, waje iwe mbegu ya kuneemisha amani ya kweli katika Kerio Valley. Basi nitamkaribisha tu Father David aongee kidogo tu kwa lugha yetu, kwa sababu yeye anatoka hapa. Mnajua kwamba tumegawanya jimbo letu mara 3, kuna Nandi, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, na yule ambaye anasimamia sehemu hii ni Father David ambaye anatoka Endo. Karibu sana Father David.